Jiji la Erbil kaskazini mwa nchi ya Iraq. Usiku haukuwa wa kawaida. Mgurumo wa makombora na milio ya mifumo ya ulinzi wa anga ilipasua ukimya wa usiku, huku macho wanajeshi na raia yakitazama juu mbinguni kwa tahadhari zaidi. Kwani ndani ya sekunde chache tu mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani ilianza kufanya kazi yake, ikikatiza na kuangusha makombora yaliyokuwa yakielekezwa kwa wapiganaji wa Kurdi wanaopinga serikali ya Irani. Kwa mujibu wa chama cha uhuru wa Wakurdi wa Irani kinachojulikana kama Kurdish Freedom Party PAK, mifumo hiyo ya ulinzi imekuwa ngao muhimu inayolinda wapiganaji wa maeneo yao katika mkoa wa Kurdistani nchini Iraki. Msemaji wa PAK Hariri Naderi alieleza kuwa Marekani imeimarisha mifumo ya ulinzi wa anga katika mji wa Erbil ili kulinda wanajeshi wake pamoja na washirika wake wa Kikurdi dhidi ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, kutoka nchini Irani. Marekani imeimarisha mifumo ya ulinzi hapa Erbil kulinda eneo hili, wanajeshi wake na washirika wake. Hata hivyo, bado mifumo hii haijakidhi kikamilifu mahitaji ya ulinzi wa anga katika Kurdistani nzima. Mwisho wa kunukuu. Usiku mmoja uliopita ulikuwa gharama yake isiyo kifani, kwani mpiganaji mmoja wa Kikurdi aliuawa huku wengine watatu wakijeruhiwa wakati makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, zilipojaribu kulenga kambi ya PAK. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi la Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC la Irani, takriban ndege 30 zisizo na rubani, yani drones, zilitumika kushambulia makundi ya upinzani ya Wakurdi yaliyojikita katika eneo la Kurdistani nchini Iraq. Irani imekuwa ikituhumu makundi haya kwa kupanga mashambulizi dhidi ya serikali ya Irani kutoka nje ya mipaka yake. Kwa sababu hiyo, Tehran imeonya wazi bila kuficha kuwa haitasita kutumia nguvu kubwa zaidi ikiwa wapiganaji hao watajaribu kuingia ndani ya ardhi ya serikali ya Irani. Afisa mmoja mwandamizi wa Irani alionya serikali hiyo ya Kurdistan Regional Government KRG kwamba miundombinu na vituo vyote vinaweza kulengwa kwa mashambulizi makubwa yasiyo na mfano wake iwapo vyama vya upinzani vya Wakurdi vitavuka mpaka kuingia nchini Irani. Onyo hilo lilikuja siku chache tu baada ya kombora la balistiki kugonga kambi ya PAK katika wilaya ya Koya na kusababisha kifo cha mtu mmoja huku wengine kadhaa kujeruhiwa. Mvutano huo unakuja wiki chache baada ya vyama vitano vikubwa vya upinzani wa Wakurdi wa Irani kuunda muunganiko mpya. Muungano huo ulitangazwa tarehe 22 Februari mwaka huu ukiwa na lengo la kuimarisha ushirikiano wa dhidi ya serikali ya Irani. Muungano huo unajumuisha Kurdistan Democratic Party of Iran PDKI, Kurdistan Free Rifle Party PJAK, Komala Party of Iranian Kurdistan, Habati Organization of Iranian Kurdistan, Kurdish Freedom Party PAK. Lengo lao ni moja tu, yani kushirikiana katika kile wanachokiita mapambano ya kuunganisha utawala wa Islamic Republic of Iran, yani Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Kwa mujibu wa Naderi, matumaini yao ni kwamba mifumo ya ulinzi wa Marekani itaweza kulinda maeneo ya Wakurdi ikiwa mapigano yatahamia ndani ya eneo la Wakurdi wa Irani litajulikana kama Roji Helati. Wachambuzi wanasema uwepo wa mifumo ya ulinzi wa Marekani katika Kurdistan umeongezeka kwa kiwango kikubwa tangu vita kati ya Marekani, Israeli na Irani vilipoanza mwishoni mwa Februari mwaka huu. Awali mifumo hiyo ilikuwa ikilinda tu uwanja wa ndege wa Erbil International Airport na mali za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, lakini kwa sasa ulinzi huo umeenea zaidi kila eneo. Afisa wa zamani wa ujasusi wa chama cha Patriotic Union of Kurdistan PUK Raji Taliban anasema hali imebadilika, na hapa namnukuu: "Sasa ni wazi kuwa kuna ulinzi mkubwa zaidi unaotolewa kwa mali zote zilizopo hapa," alisema Taliban, akimaanisha kupanuliwa kwa matumizi ya mifumo ya ulinzi wa anga. Mfumo huo unaaminika kuwa ni sehemu ya mtandao wa makombora ya kujihami ya Marekani unaojulikana kama Patriot Missile System, ambao una uwezo wa kuangusha makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani, yani drones, kabla hayajafika kwenye malengo yao. Miaka ya nyuma imeonyesha kuwa
Wakurdi walioko Iraki wamekuwa wakikabiliwa mara kwa mara na mashambulizi ya Irani. Mwaka 2022 Irani ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones, kadhaa dhidi ya makundi ya Wakurdi katika mapambano makubwa na maandamano makubwa yalipoibuka nchini Iraki kufuatia kifo cha mwanamke Mkurdi mwenye umri wa miaka 22, Mahsa Amini, aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Mashambulizi hayo yaliua watu wasiopungua 16, kwani mwaka 2024 pia makombora ya Irani yalishambulia Erbil na kumuua mfanyabiashara mmoja Mkurdi, Peslo Dizay, pamoja na watu wengine akiwemo mtoto wake wa mwaka mmoja. Wakati huo huo, ukosefu wa ulinzi wa Marekani ulizua lawama kali kutoka kwa viongozi wa Kurdistan waliodai maisha wa Kurdi hayakulindwa ipasavyo. Lakini sasa mambo yanaonekana kubadilika, kwani katika mashambulizi mengine ya Irani ya tangu tarehe 28 Februari, mtu mmoja tu ameripotiwa kuuawa, ishara kuwa mifumo ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuharibu makombora mengi kabla hajafika. Swali kubwa linalozunguka sasa ni hili: je, wapiganaji wa Kikurdi wataingia ndani ya Irani kupigana dhidi ya serikali ya Teherani? Rais wa Marekani Donald Trump aliliambia shirika la habari la Reuters kuwa itakuwa jambo zuri sana ikiwa wapiganaji wa Kikurdi wataingia Irani kutoka Kurdistan ya Iraki na kushambulia vikosi vya usalama vya Irani vya IRGC. Imedaiwa kuwa kauli hiyo imezidisha uvumi kwamba kuna mazungumzo ya siri kati ya maafisa wa Marekani na viongozi wa Kurdi kuhusu uwezekano wa operation hiyo. Hata hivyo, viongozi wa Kurdi bado hawajatoa uamuzi rasmi juu ya hilo. Naibu katibu mkuu wa PDKI Mustafa Molaudi alisema wazi, na hapa namnukuu: bado hatujaingia vitani na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Tumesikia mawazo mbalimbali, lakini bado hatujafanya uamuzi wa kuingia vitani, mwisho wa kunukuu. Wachambuzi wa kimataifa wanaamini kuwa vita vinavyoendelea vinaweza kubadilisha kabisa ramani ya nguvu katika Mashariki ya Kati. Mtafiti wa masuala ya kisiasa katika Foreign Policy Research Institute, Mohamed A. Salih, anasema hata kama Wakurdi hawajaingia vitani moja kwa moja, tayari wanapata faida ya ulinzi wa anga wa Marekani. Na hapa namnukuu: mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani sasa umejikita vizuri katika Kurdistan na unalinda maeneo mengi zaidi ya yale ya kijeshi au ya kidiplomasia, alisema. Kwa maoni yake, hii linaonyesha nguvu ya uhusiano kati ya Marekani na eneo la Kurdistan, uhusiano ambao unaweza kuwa wa kudumu na wenye sura mpya ya kisiasa na jeshi katika Mashariki ya Kati. Wakati makombora yanaendelea kurushwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Erbil usiku, swali kubwa linaloendelea kubaki: je, mapambano haya yataishia kwenye mipango ya Iraki au yatavuka na kuwasha moto mpya ndani ya ardhi ya Irani?